Asilimia kubwa ya Wakristo na warokole na ninyi waenda makanisani, asilimia kubwa yenu sio Wakristo, sio watu wa Yesu. Ninasema hivi mpendwa, asilimia kubwa, hasa tuseme mpendwa kwa lugha nyingine, Wakristo na warokole wa kisasa sio watu wa Yesu. Asilimia kubwa sio watu wa Yesu. Labda wewe unaweza kuwa unaanza kuuliza swali au unaanza kujiuliza, hivi wewe unaongea nini? Unamaanisha nini unaposema hivyo? Mbona ninaenda kanisani? Mbona natoaga sadaka? Mbona ninatoa 10? Mbona michango yote ya ujenzi nimetoa? Mbona ninajihusisha katika kikundi cha wakina mama, wakina baba, vijana, naimba, sijui nafanyaje? Wewe unasemaje mimi sio wa Yesu? Ninarudia tena mpendwa kwamba Wakristo, asilimia kubwa ya Wakristo na warokole sio watu wa Yesu. Sio watu wa Yesu mpendwa. Na wewe unajua wazi kwamba ninyi mnayoyafanya ni kwa ajili ya kumfurahisha au kumpendezesha huyo kiongozi wenu. Na ndio maana mnafuata mambo yao, maagizo yao. Mnashindwa kufuata maandiko matakatifu, Biblia mpendwa. Watu wengi siku hizi hawaamini maandiko matakatifu, Biblia inavyosema. Wanaamini yale wanadamu wanayoyasema, wanayoambiwa, ile misemo mikubwa ya wahubiri wa kizazi tulicho nacho. Na ndio maana nasema mpendwa, hawa ndio wanaokufanya wewe usiwe wa Yesu Kristo. Wa Yesu Kristo. Na ndio maana inatakiwa ujichunguze mwenyewe hapo ulipo. Wewe kama wewe binafsi, je, wewe ni wa Yesu Kristo au wewe ni mmoja kati ya hawa Wakristo ambao hawamwamini hata Yesu mwenyewe, hawamfuati Yesu, wala hawaamini kama Yesu anaweza kuwatendea maajabu na makuu katika maisha yao? Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, popote pale ulipo na unapoungana nasi katika siku ya leo kupokea maneno ya Mungu. Mpendwa, anachukua nafasi hii kuweza kukaribisha kuweza kupokea habari njema za ufalme wa Mungu. Kumbuka siku zote tunamhubiri Yesu Kristo. Mimi sijihubiri mwenyewe mpendwa. Hata kama hujajua jina langu mpendwa, wewe usiwe na hofu wala wasiwasi yoyote. Pokea ujumbe huu ninaokuletea katika siku ya leo. Katika jina la Yesu Kristo ninakuombea upokee ujumbe huu, na ujumbe huu upate kukutengeneza, ujumbe huu upate kukufinyanga, ujumbe huu kaweze kubadilisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Upate upya wa uzima, uanze kuenenda na kutembea na kuyaishi maisha mapya siku zote mpendwa. Kama unavyojua mpendwa, hizi ni siku za mwisho. Kwa hiyo kama wewe unaweza kuchukua muda huu mchache kusikiliza maneno haya mpendwa, ninakuambia kwamba hiyo ni ishara tosha kwamba unalishinda leli mwovu shetani, na unaushinda ulimwengu au unaishinda dunia. Maana warokole wengi siku hizi tulizo nazo wamejaa dunia sana. Ni watu ambao wanapenda mambo ya dunia, yani ulimwengu. Na ndio maana nasema kwamba asilimia kubwa ya warokole au Wakristo, watu mnaoenda makanisani, ninyi sio wa Yesu. Kwa nini? Ni kwa sababu mnapenda mambo ya dunia hii. Nasema hivi kwa nini? Ni kwa sababu mnaenda huko mkifuata maji ya upako. Pokea, napokea baba, rusha, napokea na daka. Rusha kitambaa, napokea na daka. Maji, sijui mafuta ya upako, napokea baba. Kwa Mungu ninayemwamini, pokea gari kutoka China, napokea baba. Utakuwa mfanyabiashara mkubwa, napokea baba. Haya ndio mambo mnayoyataka. Ninyi sio wa Yesu Kristo. Na ndio maana wewe lazima ujichunguze mpendwa katika siku ya leo. Kweli wewe hapo ulipo
una kiu na hamu na njaa, kwa hiyo unataka kula na kunywa kwa Yesu? Kama ndio, sasa sikiliza ujumbe huu ambao nakuletea siku ya leo. Ana ujumbe huu unasema kwamba Wakristo wa kisasa ni feki, asio wa Yesu, isipokuwa hawa hapa. Kwa hiyo kuna wachache ambao ni wa Yesu, ambao tutakuja kuwasikia ni wa namna gani. Na huku kuna wengine ambao tunasema kwamba wengi wao, asilimia kubwa, asio wa Yesu. Na wewe katika siku ya leo ujichunguze, ili kwamba usijikute kwenye hili kundi ambalo ni la maafisi, la mbweha, la mbwa mwitu, la nguruwe, la mbuzi. Kipindi wewe bado unaenda kanisani, unajidanganya mwenyewe, unajipotosha mwenyewe eti wewe uko kwenye kundi la kondoo. Kuna wajinga hapa wanaosema kwamba kondoo ni taifa la Israeli tu. Wewe wa Yesu ndio wanaitwa kondoo, wale wanaokula zizini mwa Bwana, wale wanao ndani ya zizi, wameingia kupitia mlango sahihi, hawajaruka madirishani kwenye dari huko na wapi na wapi, au kupitia para nyumba. Hapana mpendwa, umeingia kupitia mlango sahihi. Hawa ni kondoo. Kwa hiyo wewe, nakuuliza, wewe ni wa Yesu au wewe ni wa nani mpendwa? Maana wengi wamejidanganya, wanadhani kwa kuwa yeye anasali kwa nabii fulani, anaamini kwa kuwa kwa kuwa anaongozwa na mtume fulani. Unajua sasa hivi wanajiita majina makubwa makubwa, mpaka mimi naogopa majina hayo mpendwa. Yani viwango vile mpendwa sio vya kucheza. Lakini ukiwaona hawa wanaojiita manabii, mitume na nini, ndio watu wanaokubali ujinga na pumbavu ndani ya makanisa yao. Watu wanavaa uchi mpaka lingine nakwambia, sisi hapa hatuangalii jinsi ulivyovaa, tunaangalia tu moyo. Unaona wewe moyo wa mtu, wewe tapeli, jambazi mkubwa, maraya, muhuni wewe. Tunahubiri injili ya nani? Ushetani uliowajaa mapepo, natoka kuzimu, mshindwe katika jina la Yesu Kristo. Na watu mmekufa kweli kiroho, watu wengi wamekufa kiroho, na ndio maana mmejaa dunia sana. Mnakimbia tu vipato, kuinuliwa vyeo na nini, mambo kama haya ndio yanakosha mioyo yenu na roho zenu. Na ndio maana mnapotoshwa na hivi vitapeli, vishetani hivi vinavyojiita majina makubwa makubwa, nabii, mwalimu wa falsafa, mwalimu wa nini, ujinga mtupu. Yaani wanadamu sote tuko vumbi. Alafu vumbi hili ndio linakwambia wewe eti linakupa mambo sahihi. Unakataa maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu mpendwa hapa, neno la Mungu. Awe unadhani mwanadamu ana mambo ya kukupa zaidi ya neno hili? Pendwa, ishi kwa neno. Maana Yesu mwenyewe hata alisema hivyo, akamwambia shetani, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali ataishi kwa kila neno litokalo kinywani mwa nani? Na haya ni maneno yaliyotoka kinywani mwa nani? Mwa Mungu aliye hai. Sasa wewe unakimbilia mikate, barikiwa, na shetani anakuchanganya na kudanganya. Anasema wewe una Yesu. Wewe ulishasikia Wakristo wanavyosema, au mahubiri ya kisasa wanasema, sasa sisi ni wa Yesu, mtakuwaje masikini? Utakuwaje? Yani unaishi maisha ya kubabaisha. Sasa anayetoa ni nani? Ni baba yako wewe, au ni shangazi yako wewe, au ni mama yako wewe? Anayetoa ni nani? Au ni mume wako anayetoa? Ni mke wako ndo anatoa wewe? Anayetoa ni yeye ambaye ametuazima pumzi hii. Unajua watu, kuna vijitu hapo, hata shukurani havitoi kwa Mungu. Vimekuwa na uovu wa kupindukia, yani mpaka Mungu vinamchukia. Unabeba chuki dhidi ya Mungu mwenyewe, yani vinasahau hata pumzi wanayoivuta sana dakika hii, kwamba Mungu ndio amekuazima wewe. Akisema moja, hiyo pumzi inatoweka. Sasa unakuwa na chuki dhidi ya Yesu Kristo ambaye alikufia msalabani wewe. Na ndio mnafuata hao wanapotosha. Sasa shetani anakuambia wewe una Yesu, mbona sasa haupati vitu? Nyewe mnasema ni wa Kristo, mbona mnaishi maisha ya kubabaisha? Wanawapa mfano. Ona mfano wale wa kidunia
Mfano wetu ni Yesu mwenyewe. Yesu aliishi maisha namna gani? Maana yeye ndiye kielelezo chetu. Yesu alikuwa na utajiri huu unaokimbilia shetani wewe. Shetani wewe, huo utajiri unaokimbilia mpaka unakufa, unaanza kuwaroga ndugu zako wote wamekufa, Freemason, Illuminati. Etu nakimbilia utajiri kwa nabii, anakunywesha chumvi, sijui unga, mchanga mnakula, nguruwe ninyi. Eti nini wakwenda mbinguni? Mbingu ya nani? Na ndio maana kwambia, pendwa, wewe kwenda kanisani, wewe kusali kwa nabii fulani, wewe kuwa wa dhehebu fulani au dini fulani, pendwa, hiyo haikufikishi sehemu. Atakayefika, na asema unisikie vizuri, atakayefika, atakayefanikiwa, atakayefika mwisho wa safari na akamaliza safari hii, sio mtu aliye ndani ya dini au dhehebu, ni yule aliye ndani ya Yesu. Point. Usiongeze wala usipunguze. Yani yule aliyemvaa Yesu Kristo. Utu wa kale umepita, umekufa kabisa, akavaa utu upya. Anaishi maisha mapya, anaenenda kama alivyoenenda Yesu, anaishi kama alivyoishi Yesu, na amemvaa Yesu. Wakikuangalia hawaoni umaraya wako wakuwashawishi wanaume waone eti una makalio. Shetani, nenda shetani akakalia hayo makalio yako. Tuondolee ndani ya kanisa. Akuju umevaa kama kahaba hivi na mara na watu wamerahisisha injili tu. Pendwa, watu wanaanza kusema, sasa unayoyasema yameandikwa wapi kwenye Biblia kwamba nimevaa vibaya? Nionyeshe kwenye Biblia. Yani mpendwa, jibu ni moja tu. Je, wewe una Yesu au una shetani? Kama una Yesu, yani tunasema vile Yesu alivyo ndivyo tunataka tukuone wewe. Hayo mengine my excuses, natoa sababu, maelezo na nini na falsafa na ufafanuzi, ni ushetani uliobobea ndani yako. Na ndio maana Wakristo wengi wamejaa udunia mwingi tu, na wachungaji wao, ama askofu wao, ama viongozi wao, wahubiri wao wameyakubali haya yote. Tunasema they have embraced. Kwa hiyo yani wameyakumbatia, wakasema wewe tu toa sadaka tu. Wewe tu ukitoa sadaka, mpendwa, mbona tu umeokoka? 10 usikose. Umeokoka wewe. Na kwambia utoe hivyo vyote, utafika sehemu. Sasa mpendwa, ujumbe wa leo unasema kwamba Wakristo wa kisasa ni feki, sio wa Yesu, ila isipokuwa hawa hapa. Pendwa, tusome maandiko matakatifu katika Injili ya Luka mtakatifu hapa. Excuse me. Luka mtakatifu sura ya 14. 14 Luka mtakatifu. Tutaanza kusoma ule mstari wa wa 26. Mpendwa, maandiko matakatifu yanasema hivi. Yesu alikuwa na umati mkubwa wa watu wakisafiri naye. Sasa akawaambia hivi, kama ninyi mlivyojazana ndani ya hiyo dhehebu lenu, hiyo dini lenu. Sasa Yesu anasema na wewe hivi mpendwa. Hapa Yesu anawataja walio wake mpendwa. Huu ndio ujumbe pia. Ukipenda pia useme Yesu anataja sifa za walio wake. Huyu ni Yesu mpendwa, sio mimi. Haleluya. Yesu mwenyewe anataja sifa za watu walio wake, maana ameona umati wengi unamfuata. Sasa anataja sifa za Wakristo walio wake au wafuasi walio wake. Au Yesu awataja walio wake mpendwa. Kwa hiyo na wewe tabidi ujichunguze mwenyewe. Je, wewe ni wa Yesu kweli hapo ulipo? Alisema hivyo, akawaambia hivi. Tunasoma Luka mtakatifu 14. Ule mstari wa 26 unasema hivi. Mtu yeyote anayekuja kwangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu kama hatanipenda mimi zaidi ya baba yake
na mama yake, mke wake na watoto wake, ndugu zake, dada zake, naam, hata maisha yake mwenyewe. Haleluya, haleluya. Akasema hivi, yeyote asiye uchukua msalaba wake na kunifuata, sio mimi mpendwa, ni Yesu anaongea, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mpendwa, tunasoma katika Injili ya Luka mtakatifu sura ile ya 14 mstari wa 26 mpaka wa 27. Tusome 33. Anasema hivi, vivyo hivyo yeyote miongoni mwenu ninyi wa Kristo wa kisasa, kizazi cha leo, kizazi kipya, Gen Z, anasema sasa, vivyo hivyo yeyote miongoni mwenu ambaye hawezi kuacha, yeyote miongoni mwenu hapa, iwe mchungaji, iwe askofu, iwe mimi mwenyewe. Najua hii injili ni upanga wenye ncha kali, pande mbili zote, kwa unakukata wewe, unanikata na mimi. Kwa hiyo amesema yeyote kati yetu sisi wa Kristo au warokore waenda makanisani tunaosema kwamba tunamwamini Yesu, waumini, anasema yeyote asiyeweza kuacha vyote alivyo navyo. Amesemaje? Amesema kuacha vyote ulivyo navyo. Mpendwa, sijui kama umesikia vizuri tena. Amesema yeyote kati yenu ninyi, miongoni mwenu, asiyeweza kuacha vyote alivyo navyo, amesema hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Na mimi swali nilionalo moja kwa moja kwako, je, kwako kulingana na maneno haya, maandiko matakatifu tulivyoyasoma hapa, je, kweli wewe unanisikiliza siku ya leo, kweli wewe ni mwanafunzi wa Yesu? Mpendo, aujibu swali hili kulingana na maandiko matakatifu tumesoma hapa. Je, wewe kweli ni mwanafunzi wa Yesu Kristo? Au ni mwanafunzi wa nabii yenu? Au ni mwanafunzi wa askofu wenu? Wewe ni mwanafunzi wa shehe wenu? Wewe ni mwanafunzi wa mwinjilisti wenu? Wewe ni mwanafunzi wa mchungaji wenu? Wewe ni kweli? Hapo ujiulize. Maana amesema yeyote, vivyo hivyo yeyote miongoni mwenu asiyeweza kuacha. Hajasema vichache, amesema vyote ulivyo navyo, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mfano mzuri mpendwa, kuna yule jamaa tajiri aliyekuja kwa Yesu akamwambia Yesu, nifanyeje nipate kuingia katika ufalme wa mbinguni? Jamaa akasema, akamwonyesha Yesu jinsi ambavyo ametii amri zote na nini vyote amefanya. Yesu hakukataa, akamwambia kweli naonekana umetunza amri nini na nini vyote umefanya, kweli umesema vizuri. Asa akamwambia, wewe kama nataka kulifuata sasa, wewe unataka kwenda mbinguni, urithi ufalme wa mbinguni. Akasema, kauze vyote ulivyo navyo, wagawie masikini. Najua hapa matajiri mnapumua nusu kifo hapa. Wewe unapumua pumuzi ya kufa mtu hivi. Maana unasema unajua nilivyohangaika. Nami nakuuliza, mbona hauhangaiki vivyo hivyo kumtafuta Yesu, kuhakikisha kwamba hakuna dosari kati yako, yani kati ya uhusiano wako na Yesu? Mbona hufanyi hivyo? Angalia watu wanavyotaabika, wanavyojihangaisha kutafuta pesa. Yani mtu mpaka analala nje, anafanya kazi za kufa, yani kazi ambazo ni hatarishi kwa maisha yake, ili kwamba apate pesa. Lakini kija kwa Yesu wanasema hapana, hapo sio mimi. Na ndio maana wapendwa, mimi nawaambia siku zote, wanadamu wote duniani tunafanya kinyume na vile maandiko matakatifu yanasema. Maana Yesu alisema yeye mwenyewe kwamba, wapendwa, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake,
na mengine yote mtazidishiwa. Sasa sisi kwa sababu dunia imetukoroga, imetuchanganya, imetuvuruga, yani tumebadilisha, tunafanyaje? Maana hata na wahubiri wenu wanawaambia hivyo hivyo, tafuta pesa kwanza, tafuta pesa kwanza. Mpaka wengine ambao mnawaita manabii zenu wanaambia tafuta pesa injili yako iheshimike. Pendwa, sipo hapa mimi niheshimike. Ninamtangaza ndiye ajulikane, Yesu Kristo wa Nazareti. Yesu ndiye njia na kweli. Wewe mpokee Yesu Kristo. Mimi ya kwangu mpendwa, mimi siwezi kufikisha sehemu yoyote, lakini Yesu peke yake, Yesu Kristo anaweza kufikisha popote pale unapotaka maishani. Kwa hiyo mpendwa, swali bado ni ile. Wewe, je, wewe ni wa Yesu, ni mwanafunzi wa Yesu kweli? Au ninyi ni watu wa dini na madhehebu na watu wa mitume na manabii? Maana amesema hivi, amesema mpendwa, hapa ndo watu natoka muelewe vizuri. Maana amesema pale mstari ule wa ukianzia juu pale 26 hapa, amesema mtu yeyote anayekuja kwangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu kama hatanipenda mimi zaidi ya baba yake, mama yake, mke wake, watoto wake, ndugu zake, dada zake, na amu hata maisha yake mwenyewe. Kwa hiyo hapa nakwambia, yani asiwepo mtu yeyote ambaye atakuletea upuuzi, anafanya mambo ambayo yako yanampinga Yesu Kristo. Unajua anafanya sio mtukuza Yesu, wewe unaendana naye, unakubali, unaona kwamba ni mtumishi wa kweli, jamaa limekaa vizuri. Mpendwa, achana naye. Huyo mtu asichukue nafasi ya Yesu Kristo ndani ya maisha yako. Mke wako, watoto wako, mume wako, baba yako, mchumba wako, asijui nani wako. Yani amesema chochote kile, na akapitiliza mpaka akakwambia kwamba hata uhai wako wewe mwenyewe, maisha yako mwenyewe. Sasa angalia wakole wa leo. Ndio maana kwambia mpendwa, jichunguze wapendwa. Tuache kukimbia haya dunia, yote yanapita. Maandiko ndivyo yanasema, yote yanapita, lakini neno hili ambalo nalihubiri siku hii katika mwaka huu wa 2025 pendwa, litadumu milele. Ukubali upinge, ukubali usikubali, upinge usipinge mpendwa, hautabadilisha chochote. Maana haya ni maneno ya Mungu, sio maneno yangu. Na ujumbe huna kufikia ili kwamba ile siku ya hukumu usipate sababu yoyote ya kwanza kumwambia Mungu, angalia Mungu, mimi hili sikusikia. Maana ndio unaona siku hizi muna hizi touch smartphone, ili kwamba mpendwa, baadaye ya kwenda kuangalia picha za ngono na mambo mengine ya kipumbavu na ujinga, wewe uweze kusikia neno la Mungu. Watu wengi wanaangalia mambo ya kijinga, mafundisho ya kidunia, mawazo ya kidunia. Watu wanafundisha falsafa na mawazo yao ya kidunia tu yanayowapeleka hapa duniani, ndio watu wanaenda. Yani wanafuata yale ambayo yanawafanya wawe wakaaji, wenyeji wa duniani hapa. Lakini sisi tunakuletea habari njema za ufalme wa Mungu, ili kwamba wewe mpendwa usiwe mkaaji wa kudumu hapa duniani. Maana hii dunia inapita, muda sio mrefu. Mpendwa, mahali ambapo wewe na mimi tutakaa milele na kudumu milele yote, hapajafika mpendwa. Ile inaitwa mbingu mpya na nchi mpya. Ni makazi yani sehemu watakaa watu ambao ni watakatifu, wale ambao wanaishi maisha matakatifu mpendwa, ambao hawayafuati haya dunia, hawaigi mitindo ya dunia, hawakimbilii ulimwengu, hawayatazami ya dunia, hawayaweki mambo ya dunia au kitu chochote, hawakubali kichukue nafasi ya Yesu Kristo katika maisha yao. Na ndio maana mpendwa, katika siku ya leo nimekuletea ujumbe huu ili kwamba wewe upate kuepuka mambo maovu haya ambayo yanaendelea. Mnaona hao manabii zenu eti watenda miujiza. Wapendwa, miujiza mingi ambayo mnaiona siku za leo ni ushetani, ni nguvu za giza, Freemason. Labda na nabii yenu ameenda Nigeria, anaenda kuzima na kuja nazo, eti upaka anafanya hivi, mnaruka tu kama sisimizi mende na vyura sijui na nini, eti ni mtumishi wa kweli wewe. Yani hao watu wamepata upako kuliko Yesu mwenyewe. Alafu watakuja kudanganya waseme, sasa hata maandiko matakatifu yanasema kwamba tunao uwezo wa kutenda
miujiza kuliko hata ile Yesu aliyotenda. Lakini sasa unatenda kwa kutumia jina gani? Maana sio wewe unayetenda, lazima atende Yesu mwenyewe. Sio wewe unaamka leo unatenda muujiza, kesho muujiza, kesho yake muujiza, akuendea muujiza. Yaani mpaka mwaka mzima ni muujiza na mnabii. Huo ni ushetani wapendwa. Hakuna Mungu. Mungu sio mzeme na wahovyo tu namna hiyo. Maraya wamo humo. Wanini? Hawakemei dhambi. Eti ni muujiza. Wapendwa, siku hizi ni nyakati za mwisho. Kwa hiyo wewe chagua wewe mwenyewe. Je, kweli wewe ni wa Yesu? Maana watu walio wa Yesu ni hawa ambao wanafanya kitu au mambo haya kadiri maandiko matakatifu yalivyosema, au kulingana na jinsi maandiko matakatifu yalivyosema. Hawakubali chochote au vitu vya duniani kuchukua nafasi ya Mungu katika maisha yao. Mpendwa, naishia hapa katika siku ya leo. Ubarikiwe, upokea maneno haya na kubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina.